Kwenye kipengele cha hekima au mazungumzo ya maisha, napenda leo nishare na wewe kitu kimoja kizuri sana ambacho nimekipata kama tafakari nilipokuwa ninasoma kwenye kitabu kile cha Mathayo ule mlango wa 15 na mstari wa 36. Kitu chenyewe ni hiki. Tunaona kwanza Bwana Yesu akiwa anahurumia wale makutano wengi ambao walikusanyika kwake, na jioni ile anawaambia wanafunzi wake kwamba anatamani asiwaage wale watu bila kuwapa chochote chakula. Na wanafunzi wanawaambia, Bwana, sisi hatuna kitu. Anauliza, mna nini? Anasema, tuna samaki na mikate 7, visamaki vichache na mikate 7. Bwana Yesu anafanya kitu kimoja ambacho ndio napenda nikushirikishe. Anataka vile vitu viletwe, vile ambavyo ni vichache. Alafu kitu kingine kikubwa anachokifanya, unaona, anachukua ile mikate na vile visamaki, anamshukuru Mungu. Alipomshukuru Mungu, akavigawa, akavunja ile mikate, akagawa ile mikate na vile visamaki kwenye makapu yale, akawapa wanafunzi wake wawapatie watu. Sasa wale watu 4,000 wakala samaki. Sasa wale watu 4,000 ni hesabu ya wanaume. Kwa hiyo wenyewe wanatheolojia wanasema, unapoona mwanamume mmoja kwenye kusanyiko kwa nyakati zile, hapo ukichanganya na wanawake na watoto, ni kama vile kuna watu 3 zaidi. Kwa hiyo kwa kusanyiko lile, kwa haraka haraka, kama wanaume walikuwa 4,000, basi wanawake na watoto ni 4,000 mara 3, 12,000. Kwa hiyo kulikuwa kuna kama watu 16,000. Kwa hiyo walikula vipande, yani walikula kutokana na mikate 7 na vipande vya samaki. Kwa hiyo kitu ambacho ni hit kidogo nilivyokuwa natafakari ni hiki, kwamba kumbe ongezeko kwenye maisha yetu linatokana na shukrani. Unapokuwa hata na kitu kidogo ukamshukuru Mungu, kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni muujiza. Shukrani inasababisha muujiza kwenye maisha ya mtu yoyote. Mtu yoyote mwenye shukrani huwa anakuwa na series ya kupokea miujiza kutoka kwa Mungu. Hilo ni jambo moja. Lakini ule muujiza alivyoupata, umeona, muujiza unapotokea unatakiwa uwe na moyo wa upendo, uguse na maisha ya watu wengine. Kwa hiyo unapopokea miujiza yako, Mungu anakufanikisha, ukigusa maisha ya watu wengine, ukawabariki watu wengine, unajua nini kinachotokea? It multiplied. Kinachotokea ni kwamba kuna ongezeko hutokea. Kwa ndio maana unaona sasa ile mikate ilivyokatwa, ilivyomegwa na samaki, watu wanapewa, inaongezeka. Kwa hiyo kitu cha kwanza ukipokea, kitu cha kwanza nataka ujue ni kwamba shukrani inasababisha muujiza. Yesu alimshukuru Mungu, alishukuru, alafu baada ya kushukuru akawapa ile mikate. Ile mikate ilivyoanza kugawanywa ikaongezeka. Kwa hiyo ukitaka kupata ongezeko lolote kwenye maisha yako, nyosha mikono kwa wengine, wabariki wengine. Sasa watu 16,000 wote wakala. Alafu baadaye wakaja wakahesabu, wakakuta kuna vikapu tena vingine 7 ambavyo vilikuwa kama ziada, kama akiba. Kwa hiyo akiba inapatikana baada ya kuwapa watu wengine. Kwa hiyo uchoyo ni kitu kibaya sana, na kuishi maisha ya binafsi, maisha ambayo huna shukrani kwa Mungu, yani wewe sio mtu wa kushukuru, unatengeneza umasikini, unatengeneza hali ya kupungukiwa. Kwa hiyo kwenye mazungumzo ya hekima niliona nishare na wewe siku hii ya leo hichi kitu kidogo kizuri, ili uweze kukitumia na kwenda nacho kwenye maisha yako. Nataka kusema uende nacho nyumbani, lakini popote utakapokitumia kitakusaidia. Nashukuru sana.